Viongozi wa upinzani wameendelea kumsuta Rais William Ruto kwa madai kuwa hajafanikisha miradi ya maendeleo kama alivyoahidi wananchi wa maeneo ya magharibi mwa Kenya kabla ya uchaguzi mkuu uliopita. Wakiendelea na ziara yao katika eneo la magharibi mwa Kenya, eneo bunge la Mumias East, kaunti ya Kakamega, viongozi hao wamewakosoa viongozi wa eneo hilo wanaoshirikiana na serikali, wakidai kuwa hakuna manufaa yoyote waliowaletea wananchi, huku wakiwataka wananchi kuunga mkono katika azma yao ya kuhakikisha Rais Ruto hatarejea mamlakani baada ya uchaguzi mkuu ujao. Siku ya pili ya ziara yao maeneo ya magharibi mwa Kenya, Yada hoye! Viongozi wa upinzani wakiongozwa na kinara wa DCP Rigathi Gachagua wameendelea kumsuta Rais William Ruto kwa kile wanachokisema ni kuwahadaa wananchi wa maeneo hayo kwa kukosa kufanikisha miradi ya maendeleo aliyoahidi kabla ya uchaguzi mkuu uliopita. The only clauses of the agreement has been honored. Ni kupatia Musalia kazi ambayo ni yake na bibi yake na watoto wake. Ile ingine imefanyika ni ya Wetangula kupata kazi ya mabibi zake na watoto wake. Hao watu wengine wote wa Western Kenya wamekunywa maji. Hata barabara ya kuenda Mululu ambaye Uhuru Kenyatta alisema ijengwe pahali Musalia anakaa haijajengwa, sasa ni mwaka 4. Gachagua akimsuta mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi pamoja na spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula kwa madai kuwa nafasi walizoshikilia serikalini hazijaleta manufaa kwa wananchi maeneo hayo. Mimi nataka kuambia our cousins in Western Kenya, woe unto you if you can trust that Musalia Mudavadi and Wetangula can organize anything to the benefit of the people of this region. The only thing walisukuma ni kazi yao, ingine yote wameshindwa. Sasa tunaongea saa hii inatengenezwa agreement ingine ya mwaka ujao. So if William Ruto, Musalia Mudavadi and Moses Wetangula have not honored this agreement with the people of Western Kenya, it will be foolish, my cousins, to be deceived. Kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka amekemea vikali vurugu zilizoshuhudiwa hapo jana jijini Nairobi wakati wa mkutano wa kutoa maoni kuhusu bajeti, akiwataka wabunge kupinga bajeti hiyo iliyowasilishwa bungeni. Wananchi walikuwa tu wanataka kupata maelezo zaidi juu ya bajeti ya Bwana Ruto ya mwaka huu. Nini ilitokea baadaye? Walituma magoons kwa kanisa. Tunakemea tukio hilo. Inaonekana Bwana Ruto na administration hawajaelewa maana ya demokrasia. Wameendelea kuhakikishia wananchi kuwa wanajiandaa kuhakikisha wanapata mgombea wa urais atakayemenyana na Rais Ruto katika uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027. Mapendeleo UDA! James Mwangi, Undugu TV.